Baadhi ya vyama vya upinzani ikiwemo Chauma na vyama vingine katika mlengo wa kisiasa wa Tanzania, kuna nyakati ambazo zimekuwa zikitajwaga, mmekuwa mkilambishwa asali ili mambo myafanye kwa udogo ama muunge baadhi ya vitu vya upande wa CCM. Hii imekuwa ikiwaathiri. Umesema baadhi ya vyama na Chauma ikiwemo, ndio kuhakikisha kwamba Chauma haimo. Kama kuna vyama vinalambaga asali, Chauma haijawahi kulamba asali. Haijawahi kulamba asali. Sasa kama hiyo asali wewe unaijua, wewe niambie Chauma ilamba asali gani? Wewe ndio niambie. Kwa sababu useme mambo ya jumla jamala, alafu kataka mimi ni nasema jumla jamala kwa sababu gani? Ukisema kuna vyama vinalambaga asali na Chauma ikiwemo, niambie Chauma imelamba asali gani na ni asali ya nani? Na ni lini imelamba hiyo asali? Mimi nimeingia Chauma, toka nimeingia nikawa naibu katibu mkuu. Labda kama ilamba mimi nikiwa sijaingia. Lakini kama mimi baada ya kuingia mwaka jana mwezi wa 5 mwaka jana mpaka leo ninapoongea hapa, Chauma haijalamba asali na haiwezi kulamba asali. Sasa wewe kama unajua kwamba imelamba asali, ndio tuambie asali ya nani, lini, kwa namna gani? Ndio tuambie sasa. Kuna baadhi ya nadharia ambazo zipo, watu wanasema kwamba kwa mfano kulikuwa unazungumzia hali ya kisiasa ni nzuri. Kuna baadhi ya watu wanasema ukizungumza hivyo na kuna wengine wanaumia. Wanasema kwamba kuna namna mlambishwa. Wewe unaniwekea maneno mdomoni. Sija kuambia na hata ungerudisha, sija kuambia hali ya kisiasa ni nzuri. Umeniambia nilinganisha kati ya Magufuli na sasa. Okay, kutokulamba asali ni kusema hali ya sasa mbaya kuliko ya Magufuli. Kudanganya ndio kutokulamba asali. Kwa kama uongo kutokulamba asali na ukweli ni kulamba asali, basi tofauti iko namna hiyo. Kwa sababu mimi ninachokuambia hali ya sasa na hali ya Magufuli kwa mbaya kuliko ya sasa. Kwa unasema nadanganya? Sisemi hivyo. Ndio ninachosema. Kwa unasema tafsiri. Kwa unasema nimelamba asali. Baadhi ya Okay, kwa hiyo nataka niseme kwamba hali ya sasa ni mbaya kuliko ya wakati wa Magufuli, ndio useme sijalamba asali. Siko hivyo, watu ndio wanachosema wewe. Siko hivyo. Sasa okay, wewe nani baada ya Magufuli kufariki, hukuona kama mikutano ya hadhara imeruhusiwa? Hujaona wewe, hukuona kama si Mtanzania, hujaona? Mikutano imefanyika. Sasa hiyo hali ni na ya Magufuli ikoje? Inakuwa mbaya kuliko ya Magufuli. Vyombo vya habari haviko huru. Havijaachiwa uhuru wao wa kufanya kazi. Pamoja na matezo mengine ambayo yapo, haviko huru. Sasa kama mikutano imeachiwa, maandamano yamefanyika, watu wanajieleza, ukiniambia kwamba hali ya sasa na ya Magufuli ipi ni mbaya, unataka mimi niseme kwamba ya sasa ni mbaya kuliko ya Magufuli ndio useme sijalamba asali? Sikiliza, Watanzania tujifunze kusema ukweli. Ndio tatizo letu sasa hivi, na nadhani tunapata shida kubwa sana. Tumeanza kukimbia ukweli. Unajua, tunaanza kukimbia ukweli. Na hicho ni kitu kibaya sana, kukimbia ukweli. Na tukianza kukimbia ukweli ndio tunageuka tunakuwa machawa. Kwa sababu gani? Kwa mfano tunaibana serikali ufisadi. Si unaisema sana? Lakini akifanya ufisadi mtu ambaye tunamuunga mkono, kusema ufisadi tunaogopa. Na watu wanausafisha ule ufisadi, inaonekana kwamba hajafanya ufisadi ni sawa. Yaani wewe hata ukila tu sawa. Sasa mimi nasema, sikiliza, Watanzania tukifanya ufisadi uwe na vyama, tutakosea. Tukifanya ufisadi uwe na dini, tutakosea. Ukiwa na kabila tutakosea. Ufisadi kwa Chauma ni ufisadi bila kujali wewe ni chama gani, bila kujali wewe ni dini gani, kwa sababu umefanya ufisadi ni ufisadi. We call a spade a spade. Sasa Watanzania tuanza kukimbia hivyo. Kwa sasa hivi unataka mtu asimame aseme utawala sasa hivi ni mbaya kuliko wa Magufuli. Huyo ndio anaonekana ndio mkweli. Sasa ukimuuliza kwenye nini, hawezi kukuambia. Jamii ndio imefika hapo sasa hivi. Sasa jamii ndio anachosema. Sasa sisi mimi kama kiongozi wa siasa sitakiwi kufuata jamii ilivyo. Natakiwa niwe na uwezo wa kuirekebisha jamii, ili jamii yetu isianze kukimbia ukweli, ikaanza kukumbatia uongo, ukabadilika ndio ukweli. Kwamba kwa sababu leo ukisema hii serikali ni mbaya sana kuliko mashetani, ndio unaonekana kwamba wewe uko sawa, kwa tuseme tu hivyo. Mimi umenipa nilinganishe, ni kuambia kuna matatizo ya kushughulikia toka mwanzo.
Kwa ukiniambia kama nimesema hali ni nzuri, unanikosea. Mimi nimesema kuna matatizo ya kushughulikia. Ukaniuliza kati ya utawala wa Magufuli na wa sasa ni upi uko nafuu? Nikasema uko nafuu mara nyingi tu kuliko wa Magufuli, na nikaupa mifano. Sasa kwa hiyo unasema ni kulamba asali. Wewe ndio umelamba asali. Sikiliza. Wewe inawezekana si kweli kwambia kama unataka tutumia namna hiyo. Wewe ndio unaweza kuwa umelamba asali ya hao watu wengine wakitaka utetee uongo. Unajua kulamba asali kuna kulamba asali pande zote. Kuna mtu anaweza kuwa amelamba asali ili aweze kutetea uongo. Kwamba ndio kweli. Lakini jamii ni kulamba asali nako. Jamii sasa hivi ndio imefikia huko. Hata ukizungumza ukweli kwa wewe ni behewa na burutwa na jamii. Labda nikuulize tu kitu. Nikuulize, unasema jamii imefikia huko. Kwa wewe unapelekwa unakokotwa kama tera na ng'ombe na jamii. Kwamba jamii ikienda huko na wewe huko nyuma yao, hufanyi juhudi yoyote ya kuirekebisha hiyo jamii kwamba hiki mnachofanya sio sawa. Mimi kama kiongozi wa siasa natakiwa niwe na uwezo huo wa kusimama nikasema jambo ambalo hata watu walipendi kabisa haliko sawa, nikasema hili haliko sawa. Hata kama watu walipendi kabisa, kama liko sawa nikasema hili liko sawa. Na nikawaeleza na wakaelewa, atakayeelewa hata kama ni wachache waelewe kwamba ninachosema kiko sawa. Nyie sasa hivi mumeanza kupigia magoti hata wizi kwa sababu unafanywa na watu mnaowapenda. Mnapigia magoti. Hicho kitu ni kibaya sana. Na sisi Chauma hatuwezi kufanya hivyo. Na ndio maana sisi akifanya kosa kigaira tunachukua hatua. Akifanya kosa yote tunachukua hatua bila kujali cheo chake. Sasa nyie watu wanaiba fedha za chama, alafu mnaanza kusema wewe iba tu, sisi tutaendelea kuchanga, iba tu. Yaani okay, wewe hiyo moral desire. Nani ameiba fedha za chama? Sijui, wewe utajua mwenyewe. Utajua mwenyewe. Kama huishi Tanzania shauri lako. Chama gani? Wewe utajua mwenyewe. Mimi sijataja chama hapa. Sijataja chama hapa. Lakini si maneno yako. Ni maneno yangu, lakini watu wamekula hela za chama, wanaambiwa wewe endelea kula, si endelea kuchanga. Hao wanasema kwamba serikali kuna mafisadi. Sasa kama serikali na mafisadi. Serikali na mafisadi sio? Si tunapinga ufisadi, sio? Wewe ambao unachangiwa fedha na chama ili uweze kutafuta dola uende Ikulu, sio? Unazira hizo za kupeleka Ikulu. Yaani unakula mbegu. Maana kwa lugha nyingine unakula mbegu. Ukienda Ikulu hutamaliza hilo shamba. Ni tuhuma nzito, umethibitishaje kwamba? Sasa ndio nasema kama ni tuhuma nzito basi zingechunguzwa. Mbona nataka kuchunguza wanakataa? Isichunguzwe. Wewe wanasema serikali ichunguzwe. Wewe kuchunguzwa hutaki. Au sasa unakuwa kweli kiasi gani? Au mnataka twende kwenye ukweli wa namna hiyo? Ndio mnataka Tanzania tujenge namna hiyo? Sisi Chauma hatufanyi hivyo. Yaani wewe kama serikali inatakiwa ichunguzwe, na ni kweli inatakiwa ichunguzwe kwenye mambo mengi. Lakini sasa wewe unakataje kuchunguzwa? Kama kuna watu wana mashaka na wewe, unakataje kuchunguzwa? Na kwa nini wanataka kuchunguza ndio wanapigwa lungu kwamba nyie ndio mmehongwa? Tena inageuka ndio lugha za CCM watu wakiipinga wasema wapewa hela za mabepari kusema haya mambo. Na hawa wakisema fulani ameiba wasema wamepewa hela za CCM. Sasa tofauti iko wapi? Tofauti iko wapi? Yaani kama wewe hutaki kuchunguzwa na unataka wale wanayesema uchunguzwe, unasema wamepewa hela na CCM. Na CCM ukisema kwamba ichunguzwe unasema wamepewa hela na mabeberu, na wewe unakataa. Sasa wewe na CCM kuna tofauti kiwango gani? Tofauti yao ni? Kwa hawana tofauti na. Hakuna tofauti. Kwa ni uongo tu, unahadaa watu hapa kwa sababu uko madarakani. Kwa sababu kama unakula hela ambazo watu wanachanga, ukienda Ikulu utakula nyingi zaidi. Unajua kuna mtu mwingine sio mwizi kwa sababu hana hela ya kuiba. Sio? Kuna rafiki yangu mmoja alikuwa mwalimu, anasema mimi ni mwizi, lakini kwa sababu sasa nitaiba chaki, maana sina cha kuiba. Mimi sina cha kuiba, na chaki tu. Sasa hata siwezi kuiba chaki, na kiiba napeleka wapi? Kwa kuna watu wengi wezi, ila kwa sababu hajapata cha kuiba, kwa anataka kujionyesha kama yeye sio nini, sio mwizi. Sasa unajaribu kuonyesha kwamba kwa hela kidogo ambazo unapewa mtu anapiga. Sasa huyo mtu akienda madarakani atapiga zaidi kwa sababu atakuwa na hela za kupiga. Sasa Watanzania tutakiwa kupigia makofi watu wanaume. Tulitakiwa, unajua sheria ni nini? Utawala wa sheria ni nini? Unatuhumiwa, unachunguzwa. Unakaa pembeni unafanya nini? Unachunguzwa. Sio? Unatuhumiwa, unakaa pembeni unachunguzwa. Ukisafishwa, kamati ikikusafisha, unarudi, unakuwa msafi zaidi. Sasa unatuhumiwa,
Hukutumiwa na watu wa CCM wala watu wengine, umetumiwa na watu wa chama chako. Halafu unawageuzia kibao kwamba nyie umelamba asali ndio mnanituhumu. Unapata tena asali? Kulamba asali unaijua kumbe nawe. Tena umelamba asali tena. Yaani sisi ambao tunakutuhumu wewe tumelamba. Sasa kwa nini ukae pembeni tukuchunguze? Hapana, hakuna kuchunguza. Hapana. Lakini halafu unataka uwe na moral desire. Unataka uwe na uhalali wa kisheria wa kuweza kupinga watu wengine kwamba wanaiba. Unautoa wapi? Lakini ndo tekniki zenu hizo. Tekniki zipi? Zetu na nani? Zetu na nani? Ulikuwa huko. Sikiliza. Kaka, wewe si uko nani? Si uko Bongo 5? Mko wangapi Bongo 5? Si mko wengi? Si mko wengi? Tupo wengi. Mmoja akinywa pombe akalala kwenye mtaro amelewa, utasema sije na wewe huko. Tunasema na wewe huko Bongo 5. Tutakuwa tunakutendea haki kweli? Yaani kuna mmoja wa Bongo 5 kanywa pombe kalala kwenye mtaro. Halafu tukamkuta anasema huyu ni Bongo 5, anasema yes mko Bongo 5 wote hao, kwa hiyo tukakuhukumu wewe sawa na ile la kwenye mtaro. Tutakuwa tunakutendea haki wewe? Sasa mimi ni hukumu kwa jambo langu. Usinihukumu kwa mambo ya watu wengine. Ni hukumu kwa jambo langu. Hata ndani ya chama hicho kila mtu ahukumiwe kwa jambo lake, kwa sababu hata walietuhumu kwamba huyu kala hela ni wa chama kile, sio? Lakini hawafanani tabia, wako tofauti. Kwa usihukumu kwamba kwa sababu umetoka chama hicho kwa wote, maana wanataka kusema wote tuko namna hiyo. Labda tulikuwa tunajua michezo. Tungekuwa tuko namna hiyo, tungekuwa wote tunaongea hivyo na tungekuwa tunaungana mkono. Mimi ninachosema hii nchi lazima tukubaliane. Na sisi wa upinzani inafaa tuwe wasafi zaidi kuliko walioko madarakani, kwa sababu sisi ndo tunatakiwa tuwaondoe wale tuingie, ili Watanzania waweze kuamini kwamba sisi tunaweza kuondoa na kuingia na tukafanya maisha yao yawe bora, tukatumia mali zao vizuri kuliko wanayotumia wale. Lazima uone usafi huo leo tukiwa tuko madarakani, waone tunavyokwenda kwa nafasi tulizonazo tunazifanyia namna gani. Sio sasa hivi tunaiba, lakini tunawaambia watu sisi bwana hata tukiiba kwa sababu tunaongea mambo ya kwenu, basi nyie endelee kutuunga mkono tu. Tukienda madarakani tutakuwa tukiiba tukifanya nini? Hatutaiba. Yaani wizi wetu unakoma. Wizi ni tabia. Wizi ni tabia. Wala wizi sio maskini, wala wizi sio tajiri. Unajua kuna watu wengine wanasema fulani hana hela. Wizi sio umaskini wala wizi sio utajiri. Wizi ni tabia. Kuna watu hawana hera na sio wezi. Kuna watu wana hera na ni wezi. Kwa wizi ni tabia. Kwa usituambie unaiba leo kwa sababu uko upinzani, ukienda serikali hutaiba. Wewe ni mwizi leo na ni mwizi kesho. Lazima tupinge wizi wowote ule. Wizi tusiubatize vyama. Eti kwa sababu anayeiba yuko kwenye chama changu au ni wizi mzuri. Anayeiba yuko sehemu huyu ni wizi mbaya. Hapana. Tuhuma nzito tujathibitisha hizo. Sasa si wafanye thibitishwe basi. Uthibitishwe kwa kufanyia uchunguzi. Unakataa uchunguzi, sasa tunathibitisha namna gani? Unakataa uchunguzi, tunakuthibitishaje? Kwa sababu unakataa uchunguzi na ndio ungethibitisha kama umeiba au hujaiba. Tunajua wewe umeiba ndio maana unakataa. Tunakwambia kaka, nyanyua mguu tuangalie umekanyaga nini chini, unakataa kunyanyua. Tunajua umekanyaga kitu kibaya na unajua umekanyaga. Nyanyua mguu tuangalie, mimi si nyanyui. Unapiga ngumi watu. Una kitu kibaya umekanyaga wewe. Na unakijua. Shukrani sana Ben King.